Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media. Asante. Kwa majina naitwa James Moses, ni mwenyekiti wa Moro Finest na ndio waandaaji wa haya mashindano ya Nyerere Day ambayo tumeyaita kama nani mfalme wa Nyerere Day. Mashindano haya malengo yake makubwa ni kumwenzi baba wa taifa ambaye ndio muasisi wa taifa hili, na wakati tupo kwenye harakati za kwenda kwenye uchaguzi, basi tukaona tutumie nafasi hii kumwenzi baba wa taifa kama mtu ambaye alitukutanisha na kufanya kwa kitu kimoja na kuifanya nchi kuwa na amani. Kwa lengo letu ni kuona mchezo huu unatuunganisha kwa kitu kimoja na tunakumbuka yale yote aliyotuachia baba wa taifa. Na kwa shindano hili mwitikio wake tu mtosha kusema umekuwa ni mzuri, japokuwa hapa Morogoro mchezo wa pool bado uko nyuma kidogo, kwa sababu asilimia kubwa waandaaji wa mashindano tunabaki kuwa sisi na wengine bado wanakuwa hawaelewi nini cha kufanya. Kwa hiyo kaweka zawadi, washiriki walikuwa 32. Zawadi, mshindi wa kwanza ni kiasi cha shilingi 200,000 na mshindi wa pili shilingi 100,000, mshindi wa tatu 50,000. Pia mshindi wa 4 hakupaswa aondoke hivyo hivyo, atapokea pia kitita cha shilingi 20,000. Mashindano haya yameanza siku ya jana majira ya saa 9, yalikwenda kwa mizunguko miwili. Walianza 32, kisha wakaja 16 na wakabaki 8. Hao 8 tukaendelea nao leo, na mpaka sasa tuko kwenye hatua ya robo finali kumalizia game zilizopo uwanjani, na baada ya hapo kwenda nusu finali mpaka finali tukapate ushindi wa nani mfalme wa Nyerere Day. Kabla sijashauri chochote, kuna kitu ambacho sisi kama Moro Finest tunatazama. Kiachana tu na mchezo, tunatamani tutengeneze muunganiko, yani muunganiko tunapokutana na watu tofauti, maana tunawafanya hata wachezaji wanapata connection, yani wanapata ajira au kazi au vibarua nje ya mchezo wa pool table, kwa sababu wachezaji wengi wa pool table wamekuwa wakitegemea huu mchezo kama sehemu ya kazi. Kwa hiyo mwitikio unapokuwa mdogo au panapokuwa panakosa mashindano yenye zawadi kubwa, maana yake unakuwa mchezo huu hauwezi kuendelea na wachezaji hawawezi kupata mafanikio. Kwa hiyo tukaigiza, tukasema hata kama zawadi zinakuwa ni ndogo, kwa sababu mshindi anakuwa ni mmoja, hata kama washiriki watakuwa 100, ila mshindi anabaki kuwa ni mmoja. Kama mshindi anakuwa ni mmoja, wale wengine wanakwenda kunufaikaji na huo mchezo. Kwa hiyo tunaendelea kutengeneza connection, kuwa karibu na jamii, kuwa karibu na wadau mbalimbali ambao watasababisha sasa kufanya hawa wanaotegemea mchezo wa pool table kufanya kuwa kama sehemu ya starehe, ya furaha na sehemu ya muunganiko, ila tunapambana kuona connection hizi zinakwenda kuwa na tija kwao. Wanaweza kupata vibarua, kupata kazi na ajira tofauti kutokana na nyanja za elimu zao au fani zao. Kwa kufanya hivyo ndio tutakapokwenda kupata mwitikio mkubwa kwenye huu mchezo wa pool table. Kwa hiyo ushauri wangu sasa kwa wadau wengine, wana nafasi nyingi za kuendelea kuwashika mkono vijana wetu, kwa sababu umri unakuwa unazidi kwenda mbele na majukumu yanakuwa yanazidi kuwasogelea kwa ukaribu siku hadi siku. Filipo Mpiruka, mchezaji wa pool table mkoa wa Morogoro na pia ni mchezaji wa timu ya Moro Finest kutoka hapa Morogoro. Ndio. Kwa mashindano yetu ya Nyerere Day kifupi ilikuwa ni mazuri, ilikuwa na mchango mkubwa, watu walijitokeza kwa wingi, washiriki walikuwa ni wengi. Mpaka sasa hivi tunapozungumzia katika hatua ya kuelekea robo finali kuelekea nusu finali, na mimi ni mchezaji mmoja hapo ambaye nimeshafanikiwa kuingia nusu finali. Na kwa kweli mashindano ni magumu, wachezaji wamejipanga, wamefanya mazoezi vizuri, mashindano yamekuwa na mwinuko ni magumu, hata ukimfunga mpinzani ni kweli kwamba mnapambana sana. Malengo ni kuinua mchezo wa pool mkoa wa Morogoro, kwa sababu mkoa umelala kidogo wote na mwanzo kati ya mkoa umelala. Kwa hiyo Moro Finest wameamua kufanya hivi kwa sababu ya kuifua tena huu mchezo hapa mkoani, kwa maana huwa wanaandaa tournament hizi mara kwa mara. Kwa hiyo tumefanya hii tournament ya Nyerere Day
kumwenzi baba yetu wa taifa katika michezo. Yeye alikuwa ni mmoja wapo mtu ambaye anaupenda huu mchezo. Naomba vijana wacheze mchezo huu, ni mzuri, sio mchezo wa kiuni, ni mchezo mzuri na vile vile ni ajira. Ni ajira, watakiwa wajitume wacheze. Una malengo vile vile nao unajipatia kipato. Anaitwa Grace Pascal Nicholas. Ni mchezaji wa mchezo wa mtego kwa upande wa wanawake. Nimeshiriki leo katika Nyerere Day mashindano ya Makumila. Kwa bahati mbaya nimecheza na mpinzani wangu. Nimepata magoli 5-2, ilikuwa ya 5 kushinda 2 kweli mimi mchezo ambao nimeongea tunapenda na naufanyia mazoezi na shaka wanawake tuko wachache, yani kwa mfano hapa Morogoro tunatukizaga asilimia kubwa kwenye mashindano peke yao na nahamasisha wanawake wenzangu, huu mchezo sio wa wanaume peke yao, hata wanawake pia tunacheza, tunaweza kushiriki. Kuna wanawake wenzetu wanatuwakilisha kwenye nchi mbalimbali, kwa ni mchezo wa wote, wanawake na wanaume, na mimi napenda kushiriki michezo ya Dar es Salaam, naenda Iringa, naenda na shiriki, japokuwa siwezi kufika nafasi kubwa, lakini pia nashiriki na nahamasisha wanawake wenzangu pia na wao washiriki. Huu mchezo ni wa wote, sio wanaume peke yao. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media, kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media.